Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuwakaribisha katika mianzo au mwendelezo wa makambi haya ambayo tunakwenda kuendelea nayo katika siku ya leo, ikiwa ni siku ya pili katika mfululizo wa makambi ya siku 8. Na kwa siku ya jana tulianza vizuri, tulibarikiwa na Bwana, lakini pia katika siku ya leo tunakwenda kuelekea katika siku ya pili ya kambi, siku ambayo ni siku makini katika mfululizo wa hizi siku 8 za makambi. Na kwa ufupi sana, jana tulijifunza kwa nini tunasherekea makambi. Katika siku ya jana, wenda watu watauliza, mbona hawa wanasherekea sikukuu ya vibanda? Na nilikupa baadhi ya mafungu ambayo yalielezea kwa nini bado tunaendelea kusherehekea sikukuu ya vibanda, sikukuu ya kuketi hemani mwa Bwana siku 8, na hatusherehekei sikukuu nyingine, kwa sababu sikukuu nyingine zote zilikutana na uhalisia wa huduma ya Yesu Kristo, na Yesu Kristo mwenyewe zikawa zimekuwa kivuli, na hivyo Biblia inatuambia hatuna haja ya kuzisherehekea tena, kwa maana zote zilikuwa zikimlenga Yesu Kristo, na mwili unabaki kuwa wa Yesu Kristo, na yeyote anayempokea Yesu Kristo katika maisha yake, huyo anakuwa tayari anaye Bwana, na kwake ni siku kubwa sana katika maisha yake, kwa maana Yesu Kristo atakuwa akimuongoza. Na Mungu alipopanga mpango wa uongozi, akaweka mpango wa ukombozi, alitengeneza system ambayo Wayahudi walikuwa wakiita huduma ya kafara kwa ondoleo la dhambi au sacrificial system, ambayo kazi yake kubwa ilikuwa ni pale mwanadamu alipotenda dhambi, na sheria ya mwanadamu inasema anayetenda dhambi lazima afe, na hivyo sheria inaendelea kudai damu ya mtenda dhambi. Mungu akafanyika mwili kupitia Yesu Kristo, ili Yesu Kristo aitoe damu mahali pa mwanadamu, ili mwanadamu anapofikia kumkubali Yesu Kristo katika maisha yake, basi damu ya Yesu Kristo inatumika kama ondoleo la dhambi. Huduma hii ilikuwa imefungwa katika matukio makuu 3 ya sikukuu, matukio ambayo yaliitwa: tukio la kwanza, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu; tukio la pili, sikukuu ya majuma; na tukio la 3, sikukuu ya vibanda. Sikukuu hizi zote zilikuwa zinalenga huduma ya Yesu Kristo na kifo chake katika msalaba wa Kalvari ili kumwokoa mwanadamu. Katika sikukuu hizi zote tuliangalia jana zilivyotimia. Sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ilikuwa ni tukio lililobeba sikukuu 4 ndani yake, na hizo sikukuu 4 ambazo zilikaa ndani yake zilikuwa zikifanyika mwanzo wa mwaka, wakati ambao watu walikuwa wakiendelea kulima mashamba yao, wakati ambao watu walikuwa wakiendelea kupalilia mashamba yao, kwa sababu uchumi mkubwa wa Wayahudi katika zama za Yesu, katika zama ambazo Mungu aliwaweka, zama za Waebrania katika Agano la Kale, uchumi mkubwa ulikuwa ni ufugaji, na uchumi mwingine ulikuwa ni kilimo cha ngano na shayiri na mizeituni. Na mpaka leo ndio uchumi unaobeba watu wote wanaoishi Mashariki ya Kati. Na uchumi huo ambao ulikuwa ni mkubwa kwa watu hao, Mungu aliwatengenezea mazingira ambayo yalikuwa yanaambatana na sikukuu kulingana na matukio na shughuli zao za kila siku, ili kwamba sikukuu hizo zisiingiliane au zisiathiri mfumo wa maisha yao, lakini waendelee kuziadhimisha kama sehemu ya kwanza kabisa
ya kujipanga kwa ajili ya ukombozi. Kwa hiyo sikukuu zote tatu zililenga huduma ya Yesu Kristo katika ondoleo la dhambi ya mwanadamu. Na ndio maana katika sikukuu hizo ambazo zilikuwa zina matukio matatu, tukio la kwanza la mikate isiyotiwa chachu napitia tu kwa muhtasari ili kwa yule ambaye jana hakuwepo aweze kupata kidogo leo. Katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ambayo ilisherekewa mwanzoni kabisa mwa mwezi wa 4, sikukuu hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kusherekea au kuadhimisha mwili wa Yesu usiokuwa na dhambi ambao baadaye ungekuja kutolewa kwa wanadamu ili amwage damu yake mara moja na wanadamu waokolewe mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo sasa, wale wanadamu wote ambao waliishi katika Agano la Kale na maisha yao siku zote yalikuwa yakifungamana na dhambi. Ndio maana Biblia inasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke hawezi kuishi bila kutenda dhambi. Lakini anapotenda dhambi, anapaswa achukue hatua za kumwendea Yesu Kristo mapema. Kwa hiyo katika Agano la Kale Yesu Kristo alikuwa hajaja. Kwa hiyo ilibidi zoezi la kuadhimisha ujio wake wa baadaye lifanyike kwa watu kukaa katika sikukuu siku 7 wakifundishwa neno la Mungu kama tulivyokaa, na baada ya kufundishwa neno la Mungu walishiriki kula mikate isiyokuwa na chachu ambayo ilikuwa haijawekewa amira wala bicarbonate, na mikate hiyo ilikuwa ni ishara ya mwili wa Yesu, mkate ulioshuka kutoka mbinguni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo waliketi ndani ya siku 7 wakila mikate isiyotiwa chachu, wakiadhimisha juma la ukombozi la uondoleo la dhambi. Na juma hilo ndani yake kulikuwa kuna sikukuu ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitendo cha kula mikate isiyokuwa na chachu ni ishara ya kwamba wanampokea Yesu asiyekuwa na dhambi, mwili wa Yesu usiokuwa na dhambi. Na baada ya Yesu kuja akafa msalabani, moja kwa moja kile kitendo au ile sikukuu ya kula mikate isiyotiwa chachu ilikoma, kwa sababu kivuli kimekutana na uhalisia, na hivyo sasa watu hawana haja tena ya kusherehekea sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, kwa maana tayari mwili halisi wa Yesu asiyekuwa na dhambi umeshakufa msalabani kwa ondoleo la dhambi. Tunachopaswa sisi ni kumwendea Yesu Kristo ili atusamehe dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika hiyo sikukuu ya kwanza ambayo iliisha, ndani yake kulikuwa kuna sikukuu ya Pasaka ambayo ilisherekewa siku ya Ijumaa. Nikupe tu changamoto, wale wote ambao wanasherekea sikukuu ya Pasaka siku ya Jumapili wamekosea, kwa sababu Jumapili ni siku ya ufufuo, ni siku ya malimbuko, ni siku ya kusherekea kufufuka kwa Yesu Kristo, limbuko la kwanza. Lakini siku ya Pasaka ni siku ya Ijumaa, ile inaitwa Ijumaa Kuu, ambayo Yesu mwenyewe aliyekuwa ni kondoo wa Pasaka alichinjwa katika msalaba. Hivyo wote ambao wanasherehekea siku ya Pasaka siku ya Jumapili wanapaswa waache waje siku ya Ijumaa ili waseme wanaisherehekea siku ya Pasaka Ijumaa. Kwa bahati mbaya wameondoa jina la Pasaka siku ya Ijumaa wakaweka Ijumaa Kuu, kitu ambacho kwenye Biblia ukikitafuta Ijumaa Kuu kwenye Biblia hakipo. Lakini kwenye Biblia kuna sikukuu ya Pasaka. Kondoo wa Pasaka toka zama za Israeli mpaka wakati Yesu anakufa alikuwa akichinjwa siku ya Ijumaa. Na hiyo siku ya Ijumaa saa 9 kondoo alikuwa anakwenda kuchinjwa kwa ondoleo la dhambi. Alikuwa anachinjwa mmoja asubuhi, mwingine saa 9. Na Yesu alipokufa pale msalabani akamwaga damu yake
katika kitabu cha Wakorinto kinasema, basi mtu yeyote asiwahukumu, kitabu cha Wakolosai, asiwahukumu kwa sababu ya hiyo sikukuu, kwa maana Pasaka wetu Yesu Kristo amekwisha kuchinjwa. Ukiendelea kusherehekea sikukuu ya Pasaka, nitategemea kuona ukileta kondoo wa kuchinja, na ukishamleta huyo kondoo ni ishara kwamba Yesu Kristo hajafa katika maisha yako. Damu ya Yesu haijafanya kazi katika maisha yako. Lakini ukishampokea Yesu Kristo, Paulo katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 tuliona jana fungu la 14, 15 na 16, anasema mtu asihukumu tena kwa ajili ya hiyo sikukuu, kwa sababu mwili wa Kristo tayari umekwisha kusulubiwa msalabani. Watu wanakosea, wanaichukua sikukuu ya kufufuka kwa Yesu iliyokuwa inaitwa malimbuko, ambayo ilifanyika siku 3 baada ya kufa kwa Yesu. Wanaichukua hiyo sikukuu wanaiita Pasaka. Yesu hakuchinjwa siku ya Jumapili, alichinjwa Ijumaa. Siku ya Jumapili alifufuka. Wanasahau siku ya Jumapili ni sikukuu ya kusherekea sherehe ya mungu wa kipagani anayeitwa Ashtaroth au Ishtar, ambaye Mungu alikuwa akipambana na wana wa Israeli wasipeleke ibada kwa huyo mama. Na sikukuu hiyo ilikuwa ikisherekewa kwa watu kula sungura, nguruwe na mayai. Na ndio maana ukiwauliza Waingereza watakuambia sikukuu ya Easter ni inafanyika siku ya Jumapili. Waswahili walikosa tu jina, wakaamua tukupatika kwamba Jumapili Yesu anapofuka ni Pasaka. Yesu alimkomboa mwanadamu kwa damu, sio kwa kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka yule alikuwa ni Mungu, angekufufuka tu kwa sababu yeye anamiliki uhai. Kwa hiyo tendo lililoleta ukombozi wa mwanadamu ni damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, sio kufufuka kwa Yesu. Kufufuka kwa Yesu kulifanyika siku ya kwanza ya juma kama normal routine. Tunaposema normal routine ni kazi za kawaida katika utendaji wa Mungu, kwa maana yeye anatenda kazi kwa siku 6 na siku ya 7 anapumzika kama alivyosema katika Mwanzo. Kwa hiyo Yesu Kristo alikufa siku ya Ijumaa, akamkomboa mwanadamu ambaye pia aliumbwa siku ya Ijumaa. Uumbaji ulifanyika Ijumaa, shetani akamkosesha mwanadamu akaingia dhambini, ukombozi ukafanyika Ijumaa. Siku ya 7 baada ya mwanadamu kuumbwa, siku ya Ijumaa baada ya mwanadamu kuumbwa, siku ya Jumamosi Sabato, Mungu alipumzika katika bustani ya Eden. Siku ya Jumamosi baada ya Yesu kusulubiwa msalabani Ijumaa, siku ya Jumamosi Sabato, Yesu alipumzika kaburini. Kwa hiyo Mungu hakupoteza ile ratiba yake ya Sabato, ilikuwa iko pale pale. Mbingu zinaifahamu Sabato, Mungu anaifahamu Sabato, wanadamu wote wanaotaka kukombolewa wanafahamu Sabato, kwa sababu Mungu alipumzika baada ya kuumba mwanadamu siku ya 7 Sabato Jumamosi. Yesu akapumzika kaburini siku ya 7 Jumamosi baada ya kazi ngumu nzito ya kumkomboa mwanadamu, na siku ya Jumapili akafufuka kuendelea na majukumu yake, kwa maana Jumapili ni siku ya kwanza ya juma. Hapo ndio watu wanashindwa kupambanua kwa nini hawa wanaabudu Jumamosi. Ni kwa sababu kanisa hili limejengwa katika msingi wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu hiyo sasa, sikukuu ya Pasaka baada ya Yesu kufa msalabani ilikoma. Hatupaswi tena kupasherekea.
Mchungaji, utaangalia hapo katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 fungu la 15 na kuendelea. Paulo anasema mwili ni Yesu Kristo. Kwa kuwa Yesu Kristo ameshazaliwa Pasaka wetu, basi tusihangaike na hayo mengine, yalikuwa kivuli. Ndio maana kanisa hili halisherekei sikukuu ya Pasaka, bali wanafanya adhimisho la kula mkate na kunywa divai kama kumbukumbu ya kifo na ufufuo wa Yesu Kristo, sio sikukuu. Kwa maana sikukuu ilikamilika. Hakuna sikukuu kubwa kama ukombozi wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika uhalisia. Ukitaka kumwonyesha Yesu unampenda, ishi maisha ya kumpendeza yeye ili uweze kupona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sikukuu ya Pasaka ilikuwa kivuli, ndio maana tuisherekee. Mchungaji, nisomee kitabu cha Wakolosai sura ya 2. Ndio. Na ile aya ya 15 inasema, naam, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Naam. Nitarudia. Endelea. Mstari wa 16. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Mtu asiwahukumu tena kwa sababu ya kusherekea hizi sikukuu, kwa sababu sikukuu hizi zilikuwa zikiandamana na maadhimisho ya Sabato ya kwanza na Sabato ya pili. Sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ilikuwa inaambatana na Sabato ya kwanza na Sabato ya mwisho. Kwa hiyo walikuwa wakihesabu, na kwa sababu walikuwa wakihesabu hivyo, kile ambacho tunatakiwa kukielewa ni kwamba Sabato hizi ambazo ziliambatana na huduma ya kafara ni tofauti na Sabato zilizoko katika kitabu cha Kutoka sura 20 ambazo zinazungumzia amri ya 4 ya Mungu inayosema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase, na siku 6 ufanye mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usitende kazi wewe wala mtumwa wako wala mjakazi wako, kwa maana Bwana alipumzika kwa siku ngapi? Alifanya kazi kwa siku 6, akapumzika siku ya 7. Hiyo ni Sabato ya Bwana. Lakini hizi zilizokuwa zinaambatana na kafara, Paulo anasema vinywaji vilivyokuwa vinaletwa, vyakula vilivyokuwa vinaletwa, sikukuu zilizokuwa zinaadhimishwa, miandamo ya mwezi iliyokuwa inaadhimishwa, imekwisha kwa sababu Yesu Kristo ameimaliza. Yeye amesimama kama ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya Jumapili tulipoendelea ni siku ya malimbuko. Siku ya malimbuko ni adhimisho la kuadhimisha kufufuka kwa Yesu, limbuko la kwanza kwa walio hai na kuhani anayeishi, na yeye akabeba watu waliofufuka naye katika ile siku ya Ijumaa. Makaburi yalifunuka, akaenda nao mbinguni kama malimbuko, na anadumu nao huko mbinguni mpaka atakaporudi mara ya pili, kama Waisraeli walivyokuwa wanabeba mazao ya kwanza kupeleka kwa kuhani. Kuhani anayechukua anaenda kutikisa mbele ya sanduku la agano, ni ishara kwamba shambani amebaki mazao mengine. Yesu alivyobeba malimbuko ya waliofufuka pamoja naye, akapaa nayo kwenda mbinguni, ni ishara kwamba nimekwisha kuwakomboa, na sasa kuna wengine wamebaki shambani wanaiva, na hao wanaobaki shambani wanaiva ni mimi na wewe tuliokaa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tunasubiri kuwa na sisi mavuno ili tuvunwe. Kwa hiyo sasa hatupeleki tena mavuno kanisani, bali tunavuna roho za watu kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Petro anaambiwa na Yesu, kuanzia sasa hautavua samaki tena, utakuwa mvuvi wa watu. Na ndio kusudi tuliloachiwa. Ukishampokea Roho Mtakatifu unaungana na huduma hii. Hizo zilikuwa ni sikukuu za awali, na sikukuu ya 4 ilikuwa ni sikukuu ya Pentekoste. Walishangilia mavuno makubwa baada ya siku 50 ambayo
yanatokana na kazi aliyoifanya Yesu, na mavuno hayo yamekuwa na matokeo makubwa duniani, na ndio maana wewe na mimi tuko hapa kwa ile kazi iliyofanywa na mitume. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusema hivyo, tunaingia katika sikukuu za majuma. Zilikuwa ni hizo mbili, sikukuu ya Baragumu, tangazo la watu kukusanyika na kutubu dhambi zao. Sikukuu ya upatanisho ilikuwa ya 6, ni tangazo la watu kuingia katika upatanisho na Mungu. Kuhani mkuu alikuwa akiingia katika hema takatifu kwenda kuwapatanisha watu walioungama dhambi zao na kuzichukua hizo dhambi na kwenda kumbebesha mbuzi wa Azazeli, na huyo mbuzi kupelekwa porini, ikiashiria kwamba Yesu aliyekuwa ni mkuu mbinguni atakapokuja, wanadamu wote ambao watakuwa wameungama dhambi zao hapa atakuwa amewaunganisha na kuwapatanisha na Baba, na hivyo dhambi zote zilizoungamwa zitakabidhiwa Shetani aliyemwasisi wa hizo dhambi, na mwisho wa siku kinachofuata ni Shetani kuangamia na dhambi zake, na wale wafuasi wa Shetani waliokataa kumkabidhi Yesu dhambi zao wataangamizwa na Shetani, alafu watakatifu wa Mungu watakombolewa. Na ndio maana baada ya kutoka katika sikukuu ya vibanda, baada ya kutoka katika sikukuu ya upatanisho, waliingia katika sikukuu ya vibanda. Sikukuu ya upatanisho imeshatimia, sikukuu 6 zimeshatimia, sikukuu moja imebaki ya vibanda, ambayo inaashiria baada ya kupatanishwa na Mungu, huduma Yesu anayoifanya mbinguni kama kuhani alivyokuwa anafanya hapa, sisi wote tutakuja kuchukuliwa na Yesu na tutakwenda kuishi pamoja naye mbinguni. Tutaketi katika miguu yake, tukila katika meza ya virojorojo, lakini pia tukipokea neno katika midomo yake mwenyewe aliyetuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine, kwenye kambi tunakula neno la Mungu. Pastor jana amesema anayekuja hapa anakutana na Yesu akinena naye. Baada ya kusikiliza neno, tunakwenda kula chakula. Tukishakula chakula, sherehe yetu inakamilika kwa muda wa siku 8. Kwa hiyo tutakwenda kuketi mbinguni milele na milele, na ndio maana tunaendelea kusherehekea sikukuu ya vibanda.